Kwa sababu huu ni mwanzo. Nimekuwa kila siku nikisema kwamba ni ndoto yangu kuja kufundisha timu ya wanaume. Kwa hiyo nimeanza kuona ukiwa unakaa kwenye benchi, kwa maana kufundisha wanaume unapata nini ambacho natakiwa niboreshe ili kufikia ndoto zangu. Kocha unafanya naye kazi Mirud Hamdi, unaweza kumzungumzia ni kocha wa namna gani? Kwanza mimi niseme tangu mwalimu amekuja kwenye timu kama head coach wa senior timu, ni mtu ambaye kwanza ana upendo. Amekuwa akihudhuria mazoezi ya Princess na amekuwa akihudhuria pia mechi ambazo tunacheza hapa KMC kwa maana timu ya wanawake. Kwa hiyo nimekuwa na mazungumzo mazuri na yeye na nimshukuru kwa sababu amenipa hii nafasi. Isingekuwa rahisi kwa kocha mwingine yote kukubali kupata hizo jipya katikati ya msimu, lakini nimshukuru kwa heshima ambayo amenipa, nimshukuru pia viongozi kwa heshima ambayo amenipa. Nafikiri mimi mwenyewe natambua kile ambacho amekifanya kwangu ni kitu kikubwa sana ambacho kina thamani. Inaweza kunisaidia kuendelea safari kwa sababu kuna leo na kesho. Inawezekana ingawa baada ya miaka miwili au mmoja sitakuwa tena Yanga, ikawa sehemu nzuri na mimi kutafuta changamoto nyingine kwenye klabu ya kiume kama ambavyo nasema kwamba ni ndoto yangu. Kwa hiyo kile ambacho kimetokea leo nafikiri kitanijenga na kuhakikisha kwamba naweza kufikia ndoto zangu. Maybe labda unatamani kufundisha timu ya mimi natamani kufundisha timu yote ile ya wanaume, ndio ndoto zangu kwa sababu kwenye mpira wa wanawake nimeshakuwa muda mrefu. Simaanishi kwamba sihitaji kuwepo kwa wanawake, lakini nahitaji kwenda kupata experience zaidi kwa sababu kazi yangu ni ukocha na siwezi kuwa nafundisha wanawake peke yake. Natamani kuendelea kupata challenge nyingine ambayo itanijenga, na mimi kufundisha timu kwenye ligi kuu ya wanaume nafikiri itanijenga zaidi kuonekana kwamba nataka kuwa kocha mzuri. Kwa hiyo siwezi kuwa kocha mzuri kwa maana kufundisha timu ya jinsia moja peke yake. Kwa sababu ni career yangu, natamani siku moja itokee. Sijui ni lini, lakini naamini itatokea na nitafanya hivyo. Kabla baadhi ya vilabu niseme tu kwamba naweza kumshukuru rais wa klabu ya Yanga na makamu wake kwa sababu kabla sijarudi Yanga msimu huu kuna timu ya ligi kuu nilisaini ya wanaume kwa maana ya kwenda kuwa kocha msaidizi. Lakini bahati nzuri president alipambana kuhakikisha kwamba ninarejea kwenye klabu, akimaanisha kwamba hatuna kocha kwenye upande wa wanawake, na nikaweza kuachana na ofa ambayo nimepata nikaja kurejea kwenye klabu. Kwa hiyo nimshukuru kwa hiki ambacho amenisaidia mpaka leo kufikia ndoto zangu, kwa maana kukaa kwenye mechi kubwa kama hii. Kwa hiyo ni kitu kizuri kwangu mimi na kinanijenga. Rais ni mtu ambaye nimekuwa mara nyingi nazungumza naye kwa maana kwamba ni mtu ambaye anapenda maendeleo ya mtu. Amekuwa akinishauri vitu vingi, ukiachilia mbali tu kuwa rais, amekuwa kama mlezi pia. Kwa hiyo alikuwa anazungumza na niuliza ni vitu gani ambavyo nimejifunza, ni uzoefu gani nimepata kwenye benchi, nikawa namueleza namna ambavyo timu ilikuwa inacheza, mapungufu ambayo kwenye kosi. Mara nyingi tulikuwa tunazungumza. Kwa hiyo ndio vitu ambavyo tulikuwa tunazungumza. Ni tofauti gani ambao umeona historia ya wanaume na wanawake? Tofauti ni kubwa, sio kwenye coaching peke yake. Namna kwa manage wachezaji wa kiume ni tofauti na wachezaji wa kike, na kila mtu anafahamu quality ya wachezaji wa Yanga ambao wako hapa wakubwa, wachezaji wengi ambao wanaweza kucheza klabu yote kutokana na quality yao. Kwa hiyo kwa manage wale sio jambo dogo. Coaching sio peke yake kwenda kufanyisha mazoezi na kutia mipango yako, lakini kuonesha wachezaji ambao wana quality kubwa kama hii hawezi kuwa jambo rahisi. Nafikiri kitu cha kwanza kwenye coaching ni management. Kwa hiyo ndio kitu ambacho nilikuwa najifunza. Tegemea mwaka huu utakuwa ni kocha tuseme kwenye benchi la ufundi ya kocha wanawake ambao watafundisha timu za kiume. Tuseme ni kocha wa kwanza kabisa Tanzania. Kwa sababu msimu uliomalizika nilikuwa kwenye timu ya championship ya wanaume ya biashara. Msimu huu nimerudi kwenye ligi ya wanawake, nikaja tena nimekaa kwenye mechi kwenye timu ya wanaume kwa maana ya Yanga. Kwa hiyo ni kitu kizuri kwangu mimi, ni rekodi nzuri na najengea CV pia, kwa sababu inaweza kawa njia rahisi kwangu mimi kwa huko nenda, kwa sababu
inaweza katokea chance kwenye klabu nyingine. Sila kwa sababu leo watu wameniona nimekaa hapa kwenye benchi, inaweza kuwa ni platform nzuri kwangu mimi kupata kile ambacho nakitarajia. Maybe ikatokea labda Simba inakuhitaji kwenye mechi. Mimi nafikiri kocha hizo hawapaswi kuwa na timu ambazo wanazishabikia. Kocha anashabikia timu ambayo yeye anaifundisha. Kwa hiyo mimi naweza kufundisha klabu yote ile. Cha muhimu ni maslahi na kuona namna ambavyo naweza kupata vitu vya kufanyia kazi. Mimi nafanya kazi kokote, hiyo ni Simba, Yanga, iwe Mtibwa, nani sema wote naweza kufanya kazi. Yako? Hapana. Asante. Edna, naomba mahojiano kidogo, dakika moja.